بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، ikiwa ni usiku wa tarehe 22 mwezi wa Ramadhan mwaka wa 1447, kalima leo kama ilivyotangazwa ni mada ya ar-ruqyah ash-shar'iyyah. Tuweza kusema dhawabituha wa mahadhiruha, zunguo la kisheria, vidhibiti vyake na makosa yanayofanywa na baadhi ya watu katika jambo la ruqya. Na hapana shaka kuwa mada hii ya kuizungumzia ruqya ya kisheria au zunguo la kisheria ni mada muhimu sana, sababu watu walihitajia jambo hili kulifahamu. Sheria imetupa mwelekezo gani au maelekezo gani katika suala la kuzunguana la ruqya. Kadhalika likathrati wuqu'i al-akhta'i fihi, wengi katika watu waangukia katika makosa kwenye hili jambo la ruqya. Mwanzo yatakatufahamu kadhia ya ruqya ya kisheria, zunguo la kisheria, katika umuhimu wake fiha tahqiqun lianwa'i at-tauhid ath-thalatha, ndani yake kuna kuhakiki aina tatu za tauhidi zote kwa yule anayesoma ruqya na kwa yule anayesomewa, yule anayezungua na anayezunguliwa. Natarajia mpaka sasa lugha hii yaeleweka. فيها تحقيق لتوحيد الربوبية من جهة اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده النفع والضر، وهو الذي بيده الشفاء سبحانه وتعالى. ndani yake kuna kuhakiki tauhidi ya utendakazi, ya ulezi wa Allah, nao ni katika upande wa kuitakidi kwa yule mwenye kusoma na yule anayesomewa kuwa jambo la manufaa na madhara liko katika mikono ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Yeye ndiye anayemponya anayemtaka subhanahu wa ta'ala. Wa idha maridtu fahuwa yashfini, kwa anayeponya ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na hii yaingia chini ya tauhid ar-rububiyyah. كذلك فيها تعلق للقلب والتجاء ودعاء لله سبحانه وتعالى. ndani ya ruqya, ndani ya zunguo, muna kule moyo kufungamana na Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Katika ruqya ni dua, na katika hili kuna tahqiqi ya tauhid al-ibada, kwa ibada yote wampelekea nani? Allah subhanahu wa ta'ala, haumtegemei yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. kadhalika kuna katika ruqya dhikrun
liasma'i llahi ta'ala wa sifatihi, kuna kutaja majina ya Allah na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu Allah kwa majina yake na sifa zake, na hii ni tahqiqi tauhid al-asma wa sifat. Kwa umuhimu wa jambo la ruqya ni kuwa mpaka ndani yake ifahamike kuwa yagusa kila aina ya tauhid ndani yake, ndio ujue umuhimu wa jambo la ruqya. Pamoja na kuwa pengine wengi wafanya ruqya lakini hili hawajalizingatia, lakini ndani yake yagusa tauhid sana. Kabla ya kuingia kulizungumzia jambo hili, tumetaja kuwa hili jambo la ruqya ni jambo muhimu na ni jambo ambalo wengi katika watu huingia kwenye makosa kwa kutojua namna gani sheria imetuelekeza katika kulitekeleza hili jambo. Lakini kabla ya kuingia kuyazungumza hayo, napendelea nitangulize na utangulizi ufuatao. Na hii maudhu, mimi naomba udhuru kabisa, ni maudhu pana sana. Mimi nimepewa nusu saa nizungumze yote na haitowezekana, sababu kuna mambo mengi sana yako ndani yake, mengi sana, yahitajia silsila ya vikao kadhaa ili kulieleza hili jambo na kulipanua, kwa sababu ni jambo muhimu. Wakati wa nyuma na mpaka leo ndipo wanapoingilia hata washirikina na wachawi kupitia njia hii. So, kuna baadhi ya watu huenda kwa mushawidhina, mtu sahir, lakini ajidhihirisha mbele za watu kwa yeye ni raqi, asomea watu Qur'an, na hasa ukimwona waweza kumwona amevaa kanzu, amefunga kilemba kichwani, amepaka wanja machoni, ana pete sijui 5 amevaa hivi, akitembea wamwona utasema huyu bwana atumia njia ya dini kutibu watu, kumbe mchawi. Sasa pale ndani ndio kusikia nimemsomea yule jini asema umchinjie mbuzi mweusi, na kwa kuwa watu maskini hawajui hauna, lakini yule si alisoma Qur'ani pale, kumbe anazungumza Kiarabu tu, sababu haijui ile Qur'ani yenyewe yule maskini, wala hajui adhkar za kisheria ziko vipi, lakini kasikia Kiarabu pale, aona yule amesoma Qur'ani na sura yake amejiweka kama shekhe. Kwa hivyo labda ni kweli akachinja kile atakachokichinja kwa ajili ya siku Allah subhanahu wa ta'ala, akaingia kwenye shirkun akbar kwa njia ambayo sura yake kwa nje ukitizama utasema hii ni ruqya. Na mimi nishajiliwa na watu wangapi hapa msikitini kuniuliza swali hili, mbona mimi mmesomewa ruqya na shekhi mmoja ananiambia nichinje mbuzi mweupe? Kamwambia huyo mchawi. Haiwezekani mtu asoma ruqya ya kisheria kisha muamrisha mtu ende kachinje hiki akachinje kile, haiwezekani. Huyu mtu aingia kwa njia ya sura ya ruqya, ndio awatie watu katika shirkun akbar, iyadhan billah. Nasema hili ili ufahamu kuwa hii maudhu ni muhimu sana, ili usije ukaingia kwenye shirki hali ya kuwa wewe hujui, ukiwa watarajia kuwa unachokifanya ni zunguo la kisheria, kumbe umefanya zunguo la kishirikina, iyadhan billah. Chukua jungu hili, nenda kalifunike, liweke pembeni pale kwenye nyumba yako, kisha kesho utatia yai la kuchemsha hapo ndani, tupa ndani. Sasa vipi? Na akija iwaje, wengine waje kwambia aje kukuzungua, amekuja na sijui vitu gani afukiza pale, moshi umejaa ndani ya chumba, zunguliwa, kumbe atumia njia za kishirikina. Wangapi wafanya mambo haya, na wangapi wafanyiwa mambo haya hawajui kuwa waingizwa katika shirki, iyadhan billah. Kuna zunguo gani la moshi? Nani alikwambia kuna zunguo la kufukiza? Kisha alafu basi hata hawana haya, hawakutafutii udiudi angalau wakunukia, wenda kutafutiwa vitu vya nuka vibaya sana.
ndio wafukiziwa chini ya kitanda chako. Wewe usiku ukilala kuanuka kwelikweli chumbani kwako, lakini wewe ona ndio dawa hiyo, kumbe utiliwa vijijini jini kule chini. Wangapi wafanyiwa mambo haya ya kisihri wakitarajia kuwa kile unachokifanya ni cha kisheria? Wengi tu. Jambo la kwanza ili nieleweke, Allah subhanahu wa ta'ala yabtali ibadahu bidharra wassarra. Ni njia yake Allah katika huu ulimwengu kuwa huwatahini waja wake. Wakati mwingine awatahini na mambo ambayo yafurahisha, akampa mtu utajiri, akampa mtu afya, akampa watoto, akampa mtihani kwake yeye. Innama amwalukum wa auladukum fitna. Fitna maana yake nini? Kuna watu wengine wakisema watoto fitna kweli kweli, maana yake ni mtihani, ibtila. Huu ni mtihani Allah amekupa, utafaulu ama utafeli. Na upande wa pili aweza kukupa mtihani wa jambo la kukutia huzuni ambalo linahitaji subra. Kwa aweza kukuonja na khairi, aweza kukuonja na shari. Wanabluukum bisharri wal khairi fitna. Kwa tuwaonjeni nyinyi kwa shari na khairi, ni mtihani kwenu nyinyi. Wa ilaina turjaun. Nabluukum ay nakhtabirukum, tuwaonjeni nyinyi. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala hutuonja sisi na siha kama vile hutuonja sisi na maradhi, hutuonja sisi na izza, wakati mwingine akatuonja kwa fakiri na udhalilifu. Atuonja Allah subhanahu wa ta'ala kwa mitihani aina mbalimbali, liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib. Na hapa ndio itabainika nani mwema na nani muovu. Sasa mawqif ya Muislamu ni ipi anapopata mtihani? Mawqif yake yeye atakana asimame vipi kama Muislamu? Kwa ni wajibu, يجب أن يكون موقف المسلم المؤمن أمام هذا الابتلاء موقف الصبر والاحتساب. موقف يكني أتكان أين موقف يكسبيري نكترجي ماليبو kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ule mtihani wa shari anaopata. Na siku zote anapopatwa Muislamu na msiba, kuna mambo muhimu sana atakikana ayazingatie. Hapa nitataja baadhi yake. Al-amru al-awwal an ya'lama annahu min 'indi Allahi 'azza wa jalla wa annahu biqada'i Allahi wa qadarihi, fayasbir wa yahtasib al-ajr min Allah subhanahu wa ta'ala. Anapoonjwa mu'min na mtihani wa aina yoyote, ni wajibu mwanzo ajue kuwa mtihani huu watoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni kwa qadar aliyoikadiria Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo juu yake yeye ni kusubiri na atarajie malipo katika subra yake ile kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam sema, wa inna Allaha idha ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sukht. Allah akiwapenda watu huwaonja kwa mitihani. Kwa badala ya wewe kulalamika na mtihani uliopata, uangalie katika sura hii kuwa Allah akupenda wewe, ndio maana akakuonja na ule mtihani, akutakia kheri. Na Allah katika kile anachokikadiria ndani yake kuna kheri, hata ikiwa dhahiri yake ni shari. Asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. Huenda wakati mwingine ukachukia jambo lakini ikawa ni kheri kwako wewe. Ni wangapi ambao walikuwa hali zao ni mbaya sana katika mafungamano yao na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akawapa mtihani ikawa ni sababu yao kurudi nyuma.
ukamwona masha Allah amerudi amesimama sawa sawa, kwa Allah alimuonja na ule mtihani ili khairi hii ipatikane. Kwa fanya subra, utarajie malipo kwa Allah. Wa an ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu, kile kilichokupata wewe hakikuwa ni chenye kukukosa. Wama akhta'aka lam yakun liyusibak, na kile kilichokukosa hakikuwa ni chenye kukupata. Kwa ikiwa kuna jambo fulani walipigania ukalikosa, basi ilikuwa Allah hajaandika wewe ulipate, si riziki yako, wejua hivyo. Kwa jambo la kwanza kabisa ni kuwa mtu asubiri, ajue kilichompata yeye ni kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mawqif ya kwanza, jambo la kwanza muhimu sana. Al-amru athani an yuhasiba nafsahu, liannahu ma asabahu shay'un illa bisababi dhunubihi. Mja ajiangalie nafsi yake, ajihesabu nafsi yake, kwa sababu mara nyingi mja anapopatwa na mtihani ni kwa sababu ya taksir anayokuwa nayo na madhambi anayokuwa nayo. Wallahu subhanahu wa ta'ala min hikmatihi annahu yu'ajjilu al'uqubata lilmu'mini fi hadhihi ad-dunya ala dhanbin asabaha. Katika hikma ya Allah ni kuwa Allah huenda akampatiliza mja wake mu'min hapa hapa duniani kwa dhambi aliyoifanya, ili kesho akhira anapokwenda mbele ya Allah ashafutiwa yale makosa yake. Wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir, msiba wote unaokupata ni kwa kile kilichochuma mikono yako mwenyewe, na kuna mengi Allah yuwasamehe. Kwa jihesabu nafsi yako, ujue kuwa huu msiba ulionipata au hii balaa ilionipata, haya maradhi, ufakiri, mtihani, yote haya ambayo hayaendi kama vile ninavyotaka mimi, jua kuwa yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah amekadiria lile jambo kwa sababu ya vitendo vyetu sisi wenyewe. Kwa jambo la kwanza, fayatubu ila Allah subhanahu wa ta'ala, atubia kwa Allah, arudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ajihesabu nafsi yake kwa kila dhambi aliyoifanya, aweke tauba, arudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kila mmoja ajijua matendo yake, nafsi yake mwenyewe, arudi katika taa. Na ndio maana katika wasia mzuri ambao atakikana anayemsomea mtu ruqya ampe mwenzake ni kuwa ampe wasia wa kutubia na kurudi kwa Allah. Ikiwa ana taksir, kwa mfano na swala yake na kuswali kwa jamaa, awe atamnasihi katika kujaddid tauba na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yale makosa anayoyafanya yale atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na amshukuru tena Allah. Kwa nini? Kwa sababu watu wengine wanakuuliza, mbona basi makafiri hawapati mtihani? Kuna watu wengine wakiambiwa hii hali tulionao Waislamu kwa mfano leo ulimwenguni ya udhalilifu ni kwa sababu ya madhambi yetu. Wauliza hivi, kwani wale makafiri hawana madhambi? Swali zuri sana. Kwani Allah yuwatakia nini makafiri? La yubalibu, tayari wamemkufuru Allah subhanahu. Allah hana haja nao, Allahu ghaniyun anhum. Wewe ukimkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna Allaha ghaniyun ankum, wajidhuru mwenyewe. Lakini wewe mu'min, Allah yuwakutakia kheri. Kwa wewe ndiye anayekuonja kwa madhambi yako ili urudi. Ama wale Allah subhanahu wa ta'ala, sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Sisi tushukuru kuwa twapatilizwa hapa duniani, wale Allah yuwapa muhula tu ili akija akiwapatiliza wapatilize kisawa sawa. Lakini mimi na wewe tunapofanya makosa pale pale wakumbushwa na mtihani ili urudi kwa Allah. Yule mwingine afanye madhambi na kufuru aliyokuwa nayo, Allah yomwachia ampa muda, lakini akija akimkamata hamponyoki. Hatta idha akhadhahu lam yuflithu,
hawezi kuponyoka pale, hamwachi. Lakini mimi na wewe unapofanya kosa utaona athari ya lile kosa unalofanya katika mambo atakayokupata huko mbele, utaona athari yake. Labda pengine uko kwenye athari yake, lakini wewe habari huna, uko kwenye ghafla. Rudi nyuma, rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala utaona atakubadilishia kutoka katika hali uliyokuwa nayo, atakuweka katika hali nzuri. Kwa wale wanaomuasi Allah na kumkufuru Allah na endelea kuwapa neema, hadha istidrajan minhu subhanahu wa ta'ala. Sasa sisi tusihuzunike kuwa tupata misiba. Kufar kwa mfano, mbona hawapati misiba? Hawapati misiba kwa sababu Allah yuwaacha awaadhibu. Lakini mimi na wewe atupatiliza hapa ili kesho atusamee. Kwa hivyo ni kurudi kwa Allah, umhimidi Allah kuwa amekuokoa, hakujalia wewe uwe katika wale, na amekuonja kwa mtihani. Rudi kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Hili jambo la pili muhimu sana. Al-amru thalith, jambo la tatu unapopatwa na mtihani, an yatawakkal ala Allah subhanahu wa ta'ala, umtegemee Allah subhanahu wa ta'ala, an ya'tamida ala Allah subhanahu wa ta'ala fi zawali ma asabahu wa yukthira min ad-du'a. Amtegemee Allah subhanahu wa ta'ala katika kumuondolea kile kilichompata katika dhiki, kama ni maradhi, mitihani. Amtegemee Allah amuondolee, na akithirisha kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Amuombe sana Allah amuondolee ule msiba uliompata, ile dhiki iliyompata. Qala Allah ta'ala, wa in yamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu. Allah akikugusa na madhara, hakuna anayeweza kukuondolea madhara yake isipokuwa yeye peke yake, Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna yote mwingine anaweza kukuondolea. Wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir. Na akikugusa na khairi, Allah ni mweza juu ya kila kitu, hakuna anayeweza kukuondolea. Wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwa al-ghafurur rahim. Na aya hizi mwazijua ni katika Qur'an. Kwa hivyo yatawakkal ala Allah wa ya'tamid ala Allah subhanahu wa ta'ala, amtegemee Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ibrahim alayhi salatu wassalam asema, walladhi huwa yut'imuni wa yasqin wa idha maridtu fahuwa yashfini. Kwa nikipatwa na maradhi, anayeniponya ni yeye. Kwa hivyo namtegemea yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala, namuomba Allah anipe shifa. Kwa hivyo akithirishe jambo la dua sana sana, na wala usiombe kisha ukasema mbona naomba sana na maradhi hayaondoki. Wewe chukulia jambo la dua ni ibada kama vile ibada ya swala na somo na nyinginezo. Mahma kan, yatakikana ukithirishe kuomba dua. Kwa hivyo umuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala akuondolee. Amman yujibu al-muttarra idha da'ahu wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa' al-ard a ilahum ma'a Allah. Kwa usikimbilie kwa yoyote. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Na Allah shatuambia kuhusu mitihani inapotupata, falawla idh ja'ahum ba'suna tadarra'u فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون أي يدعون الله سبحانه وتعالى. tumewaonja kwa mitihani ili warudi wamuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Laiti kama wanapopatwa na matatizo watamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna wengine kila anapopatwa na mtihani ule moyo wazidi kuwa mgumu, ambapo si sawa. Allah subhanahu wa ta'ala asema kuhusu watu wao, falawla idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun. Kwa hiyo watakikana ukipatwa na mtihani moyo wako ulainike, urudi kwa Allah, umuombe Allah, umtegemee yeye peke yake katika kukuondolea yale matatizo uliyokuwa nayo. Hili jambo la ngapi? La tatu.
الأمر الرابع katika mambo muhimu sana أن الإنسان لا يستسلم للوساوس asijisalimishe mja na wasiwasi wa sheitani. Kuna baadhi ya watu hupatwa na wasiwasi kwa sheitani, yule akamtia wasiwasi kuwa ana maradhi fulani, kumbe hana yale maradhi, yakamvunja nguvu, daima afikiria yale maradhi, aogopa kila kitu, ana wasiwasi, labda ninapatwa na ain, labda pengine ni hasadi. Kuna watu aishi yeye na maradhi ya wasiwasi, na shetani ndio yuwataka hilo, kwa wamwona yeye daima tu mimi ni aini, yani watu wote ni wewe tu, watu wote wapatikana aini. Mimi najua nini ni aini, ni jicho hili. Kwa nini wajua bwana, mimi gari langu zuri lipi hilo, kumbe ni vitsi. Watu wapita na Land Rover, sio Range Rover, wapigwe aini tabua wewe na kiji vitsi chako cha zamani. Bwana hebu tulia bwana, shetani akutiatia wasiwasi tu, hakuna lolote lilokupata wewe, huna chochote. Kwa kuna watu wengine wafungua hii milango ya waswasa, kuwa mimi labda hiki la punguza hii wasiwasi. Shetani ndio yuwataka wewe uwe na wasiwasi, na ndio maana Allah min sharri alwaswasi alkhannas, shetani ndio kazi yake, apenda kuwatia watu wasiwasi. Kwa hivyo asijisalimishe na wasiwasi anaotiwa na shetani. Kwa kufanya hivyo, yaslamu min kathirin min al-amrad al-wahmiyya, utasalimika na maradhi mengi yale ambayo watu huyatunga katika vichwa vyao ambayo hayako. Kwa usijitie dhiki kwa mambo ambayo hayako. Kuna kweli huyu mgonjwa, na kuna mengine ni maradhi mtu hana lolote, basi tu kila akienda kutawadha rudi, mimi nafikiria labda sikuosha mguu, acha nende tena katawadha, yarudi, mimi nafikiria. Kuna wengine mpaka mweka mtu, hebu niangalie nikitawadha, naosha kweli, nafuta kitu kweli. Sasa wajitia wasiwasi kwa nini? Kwani sheria imekukalifisha namna hiyo? Wewe umetawadha, umemaliza, umetoka utakuswali, shetani akwambia wewe hujaosha mguu, wajua. Mwambie hivyo hivyo, kwa nini? Naenda hivyo hivyo na swali. Allahu akbar, endelea, usimshughulikie, kwa sababu wewe katika sheria hukukalifishwa zaidi ya vile unavyoweza. Hebu shika kichwa, napaka maji kichwani kweli? Wewe sema ninapaka, kwani mimi nina wazimu, sinajua kutawadha? Nitaoshaje miguu bila kupitia huko juu? Kwa mimi nilipitia huko, yeye shauri yako bwana. Kamba zungumza naye yule shetani akutia sasa, ninaswali hivyo. Labda kuosha kichwa, endelea tu wewe, mimi naendelea mambo yangu. Allahu akbar, hata usimjali. Wallahi kuna watu wana maradhi, na haswa wale watu wanawaitu uswali fardha salati, shetani ambiye dhuhuri, kumbe kwa asri ashamtatiza. Maana sasa wasema salatu dhuhr, asri nawaitu. Sasa haya maradhi, wallahi kuna watu wanaojua, kuna msikiti fulani kwa tukiswali Allah mpaka yule imamu akisema assalamu alaykum wa rahmatullahi, Allahu akbar, ati ndio inaingiana wakati imamu atoa salamu. Na kila siku hivyo, wallahi nakumbuka kila siku asimama laini ya mwisho, kwenye laini mwisho kule, kila siku ile takbiratul ihram yake yaingiana yule salamu akitoa imamu. Angalia shetani anavyomchezea. Aya msikitini aikosa jamaa yote, yuko safu al-awwal, aikosa jamaa yote, watu washamzoea ni mtu mgonjwa. Allahu akbar. Wachana na hizo waswasi, itakupeleka mahali pabaya. Wachana nayo waswasi, sio kila kitu labda mimi mpaka uone basi kweli labda wewe. Kuna wengine kwambia mimi naonewa hivyo, wewe mwenyewe uko hivyo. Ni kanzu yako zile zetu za kongwea, watu wavaa mihiar hawafanyiwe aini, utafanyiwa wewe na kikanzu chako cha synthetic, mkivaa hivi maskini mashil hal, alafu juu yake wewe walalamika, mimi nafikiri nakubaini wewe aini. Acha bwana,
cha maneno yako bwana. Kwa hiyo hii milango usifungue, utapumzika kichwa. Na kuna bwana mmoja anasema, siku hiyo nina dhiki zangu mimi. Wajua, utajua kama mtu ana maradhi ama ana wasiwasi tu wa shetani. Anasema, mimi nina dhiki zangu, nishaudhiwa na bosi, nishaudhiwa na nani, nimekaa nazungumza peke yangu. Mara nkuja mtoto mmoja wa kike anitukana, sijamfanya chochote. Anasema kwa hasira nikamshika masikio, nikamvuta hivi, kisha nikamwata, nikampiga makofi mawili, kisha nikamwangalia ukenda zangu. Siku ya pili asema pale nakwenda mama mwingine, mtu mzima, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Shukran sana bwana. Shukran ya nini? Yule mtoto majini wote wanatoka. Hana majini, hana lolote, alikuwa hata makofi mawili tu kuna wengine majini wote wanatoka. Kwa hiyo kuna wengine si wagonjwa, usijitafutie milango ya nini, ya wasiwasi. Tayeb, jambo lingine muhimu sana ambalo nitamalizia hapa na wakati ushaisha. Nimewaambia leo itakuwa ni utangulizi, alafu tutazungumza lini nitaizungumza hii mada, nitakuja kuipangia inshallah. Muhimu sana mada. Namalizia na jambo la 5, pamoja na yale yote tulotangulia kuyataja. Yattakhidhu al-asbab an-nafi'a التي أمر الله سبحانه وتعالى باتخاذها. Ikiwa mtu kweli amepatwa na maradhi, amepatwa na hasad kweli, amepatwa na mas ya shetani, ama amefanywa sihir kwa mfano, afana Allah wa iyyakum, ikiwa mtu yoyote amepata mtihani kama huu, basi afuate asbab zenye manfaa alizozijalia Allah subhanahu wa ta'ala, na alizoziruhusu kisheria watu kuzichukulia asbab kama zile. Fa innal akhdha bil asbab amrun mashru'un wa la yunafi at-tawakkul ala Allah. Mtu kufanya asbab ni jambo la faa kisheria, wala haiendi kinyume na kumtegemea Allah, bali ya'khudh bil asbab walakin la ya'tamidu 'alayha. Yeye wafanye ile sababu lakini haitegemei ile sababu. Wa inma ya'tamidu ala Allah jalla wa ala, amtegemee nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan yajma'u baina at-tawakkul ala Allah wal akhdh bil asbab an-nafi'a, akusanye baina kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya zile asbab ambazo Allah amezijalia ni sababu ya kupata ponyo na shifa. Sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameweka asbab katika mikono ya waja wake. Kwa mfano, waumwa na kichwa, ukienda dukani ukanunua panadoli ukala, ile panadoli unaokula ile ni sababu Allah amejalia. Hizi dawa hizi ambazo watengeneza madaktari ni sababu za mtu kufanya, lakini anayeponya nani? Allah subhanahu. Kwa hivyo wewe ufanye ile sababu kisha umtegemea nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani kuna wangapi ambao wamepatwa na maradhi ambao hii ndio dawa yake, na kanu na ile dawa isimfanye? Yule mgonjwa mwingine akapatwa na maradhi kama yale, akanu ile dawa akapona na maradhi yale, kwa sababu anayefanya ile sababu ifanye kazi nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na akitaka Allah ile sababu weza kuifanya na isifanye kazi, kwa kumtegemea katika natija ile sababu unayoifanya nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hili muhimu sana kuwa ufuate zile asbabu. Wa min al-asbab at-tadawi, mtu kutumia dawa ni katika sababu. Kwa mtu anapopatwa na maradhi atumie dawa zilizo na manfaa alizoziumba Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ma anzala da'an illa anzala lahu dawa. Allah hajateremsha maradhi isipokuwa ameteremsha na dawa yake. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Mtu hawezi kutuambia hapa kwa kuna maradhi hayana dawa. Kweli kuna maradhi sasa hivi kiona haya hakuna dawa, sio kuwa haiko dawa yake, ni kuwa watu hawajui dawa yake. Kwa ushahidi wa kuwa kuna maradhi huko nyuma
walikuwa wasema hayana dawa, lakini baada ya kuendelea kimatibabu mwisho wakapata dawa yake, wakasema kumbe dawa yake ni mti fulani, wakatengeza dawa, basi ikawa ile maradhi yalikuwa kiua watu huko nyuma, leo yanaonekana maradhi sahali. Kama vile leo watakwambia kuna maradhi fulani hayana dawa, baadaye ukashangaa kumbe ilikuwa dawa yake ni sahali, ni kitu fulani. Watakuja kuvumbua baadaye, wafanye utafiti, watakuja kuvumbua, kwa sababu kila maradhi Allah anayoshukisha yana dawa yake. Aijua anayejua, ambaye hajui hayajui. Wa hadha min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala, katika rehma za Allah, annahu khalaqa hadhihi al-adwiya, kwa Allah ameumba hizi dawa, kisha akawajuza madaktari wenye ujuzi na ufahamu. Kisha na Mtume sallallahu alayhi wasallam akatupa ruhusa, akasema tadawau wala tadawau biharam, tumieni dawa lakini chungeni, msitumie kitu ambacho ni haramu. Huwezi kuja kutuambia kuwa kunwa pombe ni dawa, kama watu wa marungi, kwa marungi bana ni dawa ya pumu, mrongo. Haiwezekani kitu cha haramu kuwa ni dawa, labda ni dawa kukupa wenda wazimu. Kwa kile ambacho kimeharamishwa na Allah hakina khairi na sisi. Kitu chochote ambacho Allah amesema hiki ni haramu, kwa sababu sisi ummati Muhammad hatukuharamishiwa kitu kwa kuadabishwa, tumeharamishiwa kwa sababu ni kibaya. Wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith, si kama Mayahudi au Banu Israil fabidhulmin min alladhina hadu harramna alayhim tayyibatin uhillat lahum, wale wameharamishwa vitu vizuri kwa sababu ya uovu wao. Lakini ummati Muhammad ni umma marhuma, hawakuharamishiwa isipokuwa kile ambacho kina madhara. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul inna Allah lam yaj'al shifaakum fima harrama alaykum, Allah hakujalia ponyo yenu katika kile ambacho amewaharamishia. Kitu ni haram hakiwezi kuwa dawa, ni haram, kina madhara. Almuhim, lakini pia tufahamu hizi dawa hizi zina mahali sasa, kuna mipaka, haziwezi kumfaa mja. Sijui kama kuna mtu yajua kidonge cha jini akimuingilia mtu. Mfano, mtu amepatwa na mas, ende zake chemist kununua dawa imtoe jini, wajue kwa kuna mahali yafikia sasa hizi dawa hizi ambazo tunazijua za kawaida haziwezi kufanya kazi pale. Aini vidawa yake nini? Panadoli. Kuna panadoli yatoa aini, mtu mpatwa na aini, kuna njia imewekwa kisheria. Au kwa mfano hasad, kuna kidonge kule fulani, ukienda chemist ukaambiwa kidonge hiki, hii ni dawa ya hasad na hii ni dawa ya aini na hii ni dawa ya siha, hakuna. Sasa hapa ndio toja kwenye yale maradhi ya kinafsi yale, ambayo hata ukaenda ukafanya fahs, yani ukachukua damu ukaenda ukaipima, utapima mpaka utachoka, waonekana mzima, huna maradhi yoyote. Sasa maradhi kama haya ya mas, ya jin, shaitan, akapatwa na ain na hasad, hadhihi la yanfa'u fiha al-adwiya al-hissiyya, hizi dawa hizi za kuliwa hizi hazinufaishi katika hili. Na hapa ndio twaja katika jambo la nini, arruqya ash-shar'iyya, zunguo sasa la kisheria. Pale mtu usomewa Qur'an, akasomewa adhiya zilizothibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawa ndiyo sababu ya yeye kupata shifa. Mimi nitasimamia hapa, nisema kuwa leo itakuwa ni kama utangulizi, kisha insha Allah taala takuja kueleza mengi yanayofungamana na ruqya pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala atakadiria biidhnillah tukae tuzungumzie hilo. Tutakuja kuzungumzia insha Allah taala. Kwa mada ya kesho itakuwa ni hiyo ya kesho, ila tukishauriana ikiwa tutaona ni kuendeleza, basi tutaangalia vile itakuwa insha Allah. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.